Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, amesema makubaliano ya maelewano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani ndiyo njia bora zaidi kwa nchi hiyo kuondokana na hali aliyoita si vita wala amani, huku akiongeza kuwa makubaliano hayo hayaashirii kujisalimisha kwa Iran. Pezeshkian ametoa kauli hiyo katika hotuba iliyochapishwa na shirika la habari la Iran IRNA mapema hii leo Jumapili, Agosti 23 mwaka 2026. Amesema wajumbe wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran waliamini kuwa hati hiyo ya maelewano ilikuwa makubaliano bora zaidi ambayo nchi hiyo ingeweza kupata katika mazingira yaliyopo, kwa kuzingatia kile alichokiita heshima, busara na maslahi ya taifa. Kwa mujibu wa Pezeshkian, makubaliano hayo hayana kipengele chochote kinacholazimisha Iran kusalimu amri mbele ya Marekani au maadui zake. Hakuna kifungu hata kimoja kati ya makubaliano haya ambacho ni kujisalimisha, alisema, akiongeza kuwa Iran itaendelea kufuata sera zilizowekwa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia kati ya Iran na Marekani zikiwa katika kipindi kigumu, licha kuwepo kwa matumaini ya kusitisha mzozo mkubwa wa kijeshi na kurejesha mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano hayo ya maelewano yaliyotiwa saini na Rais wa Marekani Donald Trump mwezi Juni yaliweka muda wa siku 60 kwa pande hizo mbili kujaribu kumaliza vita na kufikia makubaliano mapana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, muda huu ulimalizika wiki iliyopita bila pande hizo kufikia suluhisho la kudumu. Badala yake, Marekani na Iran bado ziko mbali katika masuala kadhaa muhimu, huku swala la kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz likiwa miongoni mwa vikwazo vikubwa vya kufikia makubaliano. Mlango huo ni njia muhimu sana kwa biashara ya kimataifa na usafirishaji wa mafuta, hivyo hali yake imekuwa na athari kubwa kwa masoko ya nishati na uchumi wa dunia. Pezeshkian, hata hivyo, amesema msimamo wa Iran haupaswi kutafsiriwa kwamba Tehran iko tayari kulegeza msimamo wake mbele ya wapinzani wake. Ameendelea kuongeza kuwa Iran haitarudi nyuma katika kulinda maslahi yake ya kitaifa, lakini wakati huo huo ameeleza kuwa nchi hiyo inahitaji kuondokana na hali ya kutokuwa na uhakika inayozunguka uchumi wake. Kwa mujibu wa rais huyo, moja ya sababu zinazofanya makubaliano hayo kuwa muhimu ni haja ya Iran kurejesha mazingira yatakayowezesha uwekezaji wa ndani na wa kigeni. Amesema hali ya sasa ya mvutano, vikwazo na tishio la kuendelea kwa vita imeifanya Iran kuwa katika mazingira ambayo ni magumu kwa wawekezaji kupeleka mitaji yao. Mtaji wa fedha ni nyeti sana kwa hatari, Pezeshkian alisema, akiongeza kuwa Iran inapaswa kuondoa hatari hiyo ili kuruhusu uchumi wake kuanza kusonga mbele. Iran imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na vikwazo vya kimataifa, hasa vile vinavyoilenga sekta yake ya mafuta na mfumo wa kifedha. Mafuta ni chanzo muhimu cha mapato ya Iran, lakini vikwazo pamoja na kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi vimeifanya iwe vigumu zaidi kwa nchi hiyo kuuza bidhaa zake kwa kiwango kinachohitajika. Hali hii imekuwa mbaya zaidi kutokana na zuio la majini ambalo linaathiri usafirishaji wa bidhaa kutoka Iran. Ugumu wa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine umeongeza shinikizo kwa uchumi ambao tayari ulikuwa ukikabiliwa na changamoto za muda mrefu za mfumuko wa bei, upungufu wa fedha za kigeni na kupungua kwa uwezo wa kuvutia wawekezaji. Kwa upande mwingine, suala la mlango bahari Hormuz limeendelea kuwa sehemu nyeti zaidi ya mzozo huo. Njia hiyo ina umuhimu mkubwa kwa usafirishaji wa mafuta kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi kwenda masoko ya dunia, na mvutano unaoizunguka umeongeza hofu kuhusu usalama wa meli za kibiashara na upatikanaji wa nishati katika masoko ya kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.